Afrika ya Kati, Mashariki, Kusini na Finland, Dr. Timothy Ndambuki alikashifu mbunge wa eneo bunge la Kaiti, kaunti ya Makueni, Onesmus Kimilu baada ya kuendeleza siasa katika hafla ya mazishi licha ya kanisa kutoa mwelekeo wa kusaza siasa eneo lile. Alizungumza haya katika hafla ya mazishi ya Mary Mbadha eneo la Kathithimia, kaunti ya Machakos, ambapo mbunge huyu alikuwa ameshtumu serikali kwa alichosema inauza kampuni ya mawasiliano ya Safaricom, hatua iliyomlazimu mkurugenzi wa Safaricom James Muteti aliyepia mwanae marehemu kumkosoa akisema Kimilu anapotosha Wakenya na matamshi yake. Hafla ya mazishi ya Mama Mary Mbadha Mutisia iliongozwa na askofu mkuu wa kanisa la ABC Afrika Mashariki ya Kati, Kusini na Finland, Dr. Timothy Ndambuki eneo la Kathithimia, Kangundo, kaunti ya Machakos. Ilianza kwa viongozi wa kanisa la ABC kuonya viongozi wa kisiasa waliohudhuria dhidi ya kujipigia umaarufu na kurusha cheche za matusi. We don't want any disruption. To us, mazishi ni ibada na tunaifanya kwa heshima ya Muumba na kwa heshima ya anayetuacha. Mwambia kwaheri ndugu Hamandada, nenda zako na uende kwa amani. Ni wakati wa amani na utulivu, na kwa wanasiasa endapo pajua ninaamini mko hapa, na kwa kanisa letu tumekataa kabisa, lakini tunawaheshimu. Hata kama utapewa nafasi tusalimie, tuambie mambo ya Mbadha kama unamjua, ama tuambie mambo ya familia yake. Hata hivyo, mbunge wa eneo bunge la Kaiti, kaunti ya Makueni, Joshua Kimilu akikaidi mwelekezo huo na kupiga siasa, akikashifu alichosema ni hatua serikali kuuza kampuni ya mawasiliano ya Safaricom, akisema Wakenya wengi watapoteza ajira. Safaricom iuzwe kama nyanya sokoni, na hiyo maneno nitasimama na nitatetea kwa bunge na kila mahali, kwa sababu sasa hivi nimekataa na naongea mimi nikiwa mmoja wa Safaricom. Kwa hivyo sitakubali iuzwe, na hiyo maneno naendelea na kuongea. Motion yangu imerudishwa mara mbili kwa bunge, na ukikataa speaker saa hii nitaileta kwa floor na hakuna mtu ataipinga, kwa sababu mimi naongea. Hatuwezi kukubali hao watu umeona hapa, wafanyikazi wote waachishwe kazi. Hiyo hatutakubali. Na wewe unaona shida ile iko. Ukaidi wa Kimilu ulionekana kuighadhabisha familia pamoja na waombolezaji wengine waliofika kumsindikiza mwenda zake, ambapo James Muteti, mwanae mwenda zake aliye pia mkurugenzi katika kampuni ya Safaricom, alimtaja Kimilu kama aliyekusudia kupotosha ombolezaji, hoja iliungwa mkono na askofu mkuu. Honorable Kimilu, tutakaa chini tukuelimisha kidogo kuhusu ile maneno inaendelea kuhusu serikali na kampuni ya Vodacom kununua shares za Safaricom. Kuhakikisha hapa kwa hiyo transaction hakuna mtu anapoteza kazi. Kamba shida ya siasa zetu ni propaganda. We could have left this mazishi with a conviction that somebody somewhere wants to sell Safaricom. Na watu watapoteza kazi nani? You have done it well in a humble way. Isaac Musyoka, Undugu TV.